Mali ya Djigui Diarra imeshindwa kutamba mbele ya Zambia ya kina Patson Daka. Mali walipata penalty kwenye kipindi cha kwanza, penalty ambao waliipoteza ama ilikoswa, lakini pia walitangulia kupata goli kupitia kwa Lassine Snayoko kipindi cha pili, kabla ya mshambuliaji Patson Daka kufunga goli ya dakika za mwisho kabisa za mchezo na kuisawazishia Zambia na kufanya mchezo huo umalizike kwa sare ya bao 1-1. Goli la kusawazisha la timu ya taifa ya Zambia limefungwa kwenye dakika za mwisho za mchezo, huku walinzi wa timu ya taifa ya Mali wakionekana kujilaumu zaidi baada ya mchezo kutokana na makosa ambayo waliyofanya ya kushindwa kumdhibiti vyema Patson Daka na kumpa nafasi ya kufunga bao na kusawazisha kwenye dakika za mwisho za mchezo huo. Djigui Diarra, nyota wa klabu ya soka Young Africa, alianza katika mchezo huo ambao ulimalizika kwa sare ya 1-1. Licha ya kuwa na kiwango bora, lakini dakika za mwisho walinzi wake na yeye mwenyewe walishindwa kuweza kulilinda bao hilo moja pekee ambalo walilipata kwenye kipindi cha pili mwanzoni. Sasa kundi hilo linaongozwa na Morocco aliyeshinda dhidi ya Komoro. Mali na Zambia wamegawana alama, na mchezo ujao Mali watakuwa wanacheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, wakati Zambia watakuwa wanacheza dhidi ya Komoro. Unalitizama kundi hili kwa namna gani kutokana na matokeo hayo na mechi zilizosalia za kundi lenyewe? Tuandikie mtazamo wako. Hii ni Twavo TV, mimi ni Mbushi Kwelasa.